Mtazamaji, ni siku nyingine tena tumekutana, bila shaka uko salama bukheri wa afya. Ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini nchini kilichopo chini ya Wizara ya Madini kimefanikiwa kukamata watu 14 wanaohusika na uhalifu wa utoroshaji wa madini nchini, wakiwa na vifaa vya kuthaminisha madini, mizani, mitungi ya gesi, dawa za kusafisha dhahabu na vifaa vingine, pamoja na fedha zaidi ya shilingi milioni 50. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akitoa taarifa hiyo, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema kufuatia operesheni hiyo iliyofanyika katika jiji la Dar es Salaam imebaini uwepo wa masoko yasiyo rasmi ya uuzaji na ununuzi wa dhahabu kinyume na taratibu zinazotambulika na serikali katika mtaa wa Jamhuri, yanayosimamiwa na wafadhili pamoja na wanunuzi wa madini nje ya mfumo wa serikali. Mavunde amesema operesheni hiyo itaendelea katika mikoa yote ya Tanzania, ikiwa imeanza katika jiji la Dar es Salaam ili kubaini masoko bubu yanayouza na kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji, huku akiwataka wachimbaji wenye leseni kufuata sheria na kanuni, kwani serikali haitasita kumfungia mtu yeyote atakayebainika kwenda kinyume na taratibu. Tumekamata vifaa mbalimbali vya kuthaminisha madini ya dhahabu, ikiwemo mashine mbili za XRF aina Nitro DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, vyungu vya kuchomea dhahabu, dawa za kusafisha dhahabu, pipe za gesi, vyombo vya kutengeneza umbo la dhahabu. Sambamba na hivyo, mashine ya POS ya kutuma pesa kwa ajili ya ununuzi wa madini kutoka kwa wachimbaji. Aidha, waziri Mavunde ametoa rai kwa wamiliki wa nyumba hasa katika jiji la Dar es Salaam kuhakikisha wanasimamia mikataba ya upangishaji wa nyumba za makazi na kufahamu shughuli ama kazi wanazofanya wapangaji wao, ili kujiepusha na matatizo yanayoweza kutokea kutokana na kwenda kinyume na mikataba halisi. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambayo ninyi hamuhusiki, lakini kama mtu anaweza akaweka mitambo yote hii, ndugu waandishi wa habari, mitambo yote aweke ndani ya nyumba yako, kwa mwisho wa siku sisi tukienda task force, mimi sijui mwenye nyumba ni nani, sijui nani mhusika, tunakamata watu wote. Nikodem Arajiga, Channel 10. Na mtazamaji, meli moja imelazimika kusimamisha safari baada ya tuhuma za kuwa na waathirika virusi vya Ebola na kuwekwa chini ya uangalizi wa karibu katika bandari ya Maluku karibu na jiji la Kinshasa nchini DRC. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa maabara ya kitaifa Profesa Jean-Jacques Muyembe, abiria 7 wenye homa kali na dalili zingine walipimwa na kupatikana hawana maambukizi ya virusi vya Ebola. Hata hivyo, meli bado inachunguzwa na vipimo zaidi vinasemekana ni lazima vifanyike kabla ya abiria kuachiliwa, ambapo licha kwa salama bado abiria 200 wataendelea kuwekwa karantini na chini ya uangalizi wa matibabu kwa muda siku 21 ili kuhakikisha usalama wao na wa jiji la Kinshasa. Tukiendelea mbele zaidi, mtazamaji, Wizara ya Viwanda na Biashara imesema maendeleo ya sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi ni msingi muhimu katika upatikanaji wa malighafi za viwandani na kukuza biashara nchini, huku ikisisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji wa mazao na bidhaa za mifugo na uvuvi ili kukidhi mahitaji ya viwanda na masoko. Amani Mbando anatueleza. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta hizo kuimarika, hatua itakayoongeza upatikanaji wa malighafi ndani ya nchi, kuchochea uzalishaji wa viwandani na kuongeza fursa za biashara kwa wananchi. Tunaingia katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wadau wengine kwenye kuongeza thamani ya mazao yetu, mazao ya kilimo, mazao ya mifugo, mazao ya uvuvi yanaweza kutumika kama malighafi kwa ajili ya viwanda, lakini ni bidhaa ambazo zinaingia katika soko la biashara. Katika maonesho hayo, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limetoa elimu kuhusu utambuzi wa fursa na masoko ya kimataifa ya bidhaa zinazotokana na kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwa ni sehemu ya kuwawezesha wazalishaji kuelewa mahitaji ya masoko ya nje na kuongeza ushindani wa bidhaa zao. Pamoja na kuzalisha, lazima ujue soko linataka nini, ujue washindani wako katika soko, ujue changamoto zilizopo na fursa zilizopo, na uje na majawabu. Na taarifa zinazokusanya zitatumika
kama collateral. Hatutahitaji tena ardhi, hatutahitaji tena ghala au dhamana ya nyumba. Wakati huo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi CSDTP unalenga kuhakikisha maziwa yanachangia zaidi katika pato la taifa kupitia sekta ya mifugo. Ukiangalia tathmini hiyo, ina maana kwamba na viwanda vingine vikubwa vina changamoto ya malighafi. Kwa hiyo tunasema uwezo mkubwa lakini malighafi kidogo. Mradi huu unaenda kunufaisha wafugaji si chini ya 700,000 kwa miaka hii 10, lakini kaya 140,000, na wote hawa wanaenda kupata manufaa katika nyanja mbalimbali. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mama mmoja anayefahamika kwa jina la Furaha Chilambo, mkazi wa mtaa wa Mangamba, manispaa Mtwara Mikindani, amejifungua watoto 5 katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Kusini Mtwara. Mama huyo amejifungua kwa njia ya upasuaji mnamo Agosti 7 mwaka huu, huku watoto wakiwa wanaendelea vizuri chini ya uangalizi wa madaktari wa hospitali hiyo. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Furaha imetawala katika hospitali ya rufaa kanda ya Kusini Mtwara. Bwana Saidi Hamisi pamoja na mkewe Furaha Chilambo wamefanikiwa kupata watoto 5 kwa wakati mmoja. Furaha amefanikiwa kujifungua kwa upasuaji chini ya jopo la madaktari bingwa katika hospitali hiyo, ambayo ilimpa uangalizi mkubwa tangu akiwa na ujauzito wa wiki 18 hadi aliposhikwa na uchungu wiki ya 31 na madaktari kumsaidia kujifungua kwa upasuaji. Tunashukuru Mungu, upasuaji ulienda salama. Tukaweza kumzalisha mama kwa njia ya operation, akapata watoto 5, na watoto wote 5 wanaendelea vizuri. Kati ya hao watoto 5, watoto 4 ni wa kiume na mtoto mmoja ni wa kike. Mama anaendelea vizuri, anatembea, anaenda kunyonyesha watoto wake. Bwana Saidi na mkewe Furaha wanashukuru kwa uzazi salama. Tulikuwa na watoto 2, lakini kwamba tulihitaji labda uzazi wa mtoto mmoja. Sasa hawa wamekuja 5 kwa pamoja. Kazi iliyopo ni kwenye malezi. Hapo kidogo, kwa sababu kujipanga, unapokuwa unapanga mtu ratiba unasema anapanga kwa sababu kupokea mtoto mmoja, lakini imekuja kutokea baraka watoto 5. Kwa hiyo ni nje ya uwezo wangu, lakini nitajitahidi kukabiliana nayo. Watoto hao wanaendelea vizuri chini ya daktari wa watoto katika hospitali hiyo. Kwa hiyo tutakaa nao hapa mpaka watapofika kilo 1.5 na kuendelea, ambapo hapo tutawahamisha kuwapeleka katika idara ya Kangaroo Mother Care kwa ajili ya kupata joto la mama, huku akiendelea kupata uchunguzi wa karibu. Kutoka katika hospitali ya rufaa kanda ya Kusini Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Haya, shukrani sana Adam Malima kwa taarifa hiyo. Waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamesema hii leo wameshambulia kituo kikubwa cha kusafisha mafuta cha kampuni ya taifa ya mafuta Saudi Arabia kwa mji wa pwani wa Jizan. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo Yahya Sari amesema shambulizi hilo dhidi ya miundombinu ya kampuni ya Aramco limefanikiwa, kwani wamefanya hivyo kujibu mashambulizi ya drone za Saudi Arabia kaskazini magharibi mwa Yemen. Tishio la Yemen kwa meli na miundombinu ya mafuta Saudi Arabia linaambatana na kizuizi cha Iran katika mlango bahari wa Hormuz ambao umekuwa kitovu cha mapigano kati ya Tehran na Washington tangu mwezi Februari mwaka huu, wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Tukiendelea mbele zaidi, mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kami Nyoge amewataka vijana kushiriki katika fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali kupitia kilimo, ufugaji, uvuvi na program za uwezeshaji wa vijana ili kufikia malengo yao. Musa Makali anaripoti zaidi. Anatoa kauli hii wakati akizungumza na vijana takriban 600 katika kongamano lililoandaliwa na halmashauri ya wilaya Bunda ili kuwawezesha vijana kuzichangamkia fursa na kuzitumia zinazotolewa na serikali. Kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kwa kuwatengea 10% kwa kila halmashauri. Na kwetu sisi halmashauri ya wilaya ya Bunda tumeendelea kutoa mikopo hii kwa wakati, na vijana sasa wako kwenye fursa sahihi katika kujiletea maendeleo. Tumieni fursa zinazopatikana kupitia mfumo wa taifa wa ununuzi wa umma kwa njia ya elektroniki. Lakini pia
kupitia kongamano hili vijana wataweza kupata kwa ujumla falsafa nzima ya mwenge wa uhuru. Tunaenda kuamua sasa, ni muda wa kuamka kiuchumi ili kujiwezesha vizuri, kutumia fursa. Na Bunda, kata Unyali, kijiji cha Maliwanda. Kongamano hili limenijenga sana kama mimi, limenifundisha vingi na ambavyo nitaenda kufundisha wenzangu. Mtazamo ambao si bayana wa wao kuunganika na fursa za uchumi au kumudu mazingira yao, kutumia mazingira yao kumudu maisha yao kiuchumi. Hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kuchukua sura mpya wakati mashambulizi kutoka pande zote mbili yakiendelea kuvurumushwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hizo, kwani usiku wa kuamkia leo nchini Ukraine shambulio la Urusi limeua watu 2 na kujeruhi wengine 23 katika mji wa kaskazini wa Kharkiv. Mashambulizi hayo yameripotiwa na gavana wa mji huo Oleg Snegubov, huku Urusi nayo kwa upande wake imeripoti vifo vya watu 3 na majeruhi 25 katika mji wa mpakani wa Belgorod kufuatia shambulio la drone la Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika mtandao wa kijamii wa X kuwa washirika wa nchi yake ni lazima sasa waipatie nchi yake msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga na kuiwekea vikwazo zaidi Urusi. Takriban vikundi 27 vyenye wanachama 142 vinavyoundwa na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma vimepatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 365 katika mpango wa serikali wa kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Taarifa Yusuf Kaenda kutoka mkoani Ruvuma inatueleza. Mikopo hiyo imetolewa kupitia mfuko wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ikijumuisha fedha za 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, bakaa pamoja na marejesho ya mikopo iliyotolewa kwa vikundi vya awali, ambapo akikabidhi mikopo hiyo katika hafla maalumu, mbunge wa jimbo la Peramiho Dr. Lazarus Komba amesema mikopo hiyo inalenga kuwawezesha wananchi kuanzisha na kuimarisha shughuli za kiuchumi. Sasa hii 10% sisi tunaendelea kuipigia kelele kila siku, iendelee kuwepo na nyinyi mama zetu muendelee kupata, lakini wadogo zangu waendelee kupata, na wale wenzetu wenye changamoto ya ulemavu waendelee kupata, ili wote tusogee kiuchumi. Lakini endeleeni kuwafikia na hata wale ambao wamekosa sifa za kukopesheka. Kwa nini wamepoteza sifa za kukopesheka? Endeni mkawaelimishe ili na wenyewe wapate kuwa na sifa, wakopesheke, walione tabasamu la Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya Songea Amina Rajabu amesema wanufaika wamepatiwa mafunzo kabla ya kukabidhiwa mikopo hiyo, yakiwemo mafunzo ya usimamizi wa fedha na uendeshaji wa shughuli za kiuchumi, huku wanufaika wa mikopo hiyo wamesema fedha hizo zinawapa fursa ya kuongeza mitaji na kupanua shughuli zao za kiuchumi. Vikundi hivi vyote 27 vilipatiwa mafunzo kabla ya kupata mikopo. Walifundishwa kuhusu mpango wa marejesho pamoja na ujazaji na utimizaji wa mikataba, na walifundishwa mbinu za kisasa za kilimo cha mahindi, soya, alizeti, ufuta pamoja na masoko yake. Naamini kwamba nitasomesha mtoto ambaye yuko saizi form 4, na wakati huo nikijitahidi kurudisha marejesho, na wakati huo nasomesha huyo mtoto. Kabla hatujapewa haya maguta tulikuwa na hali sio nzuri kiuchumi, na baada ya kupewa haya maguta tunainuka kiuchumi na tunatunza familia vizuri kupitia haya maguta. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Wakulima wametakiwa kutumia mbinu za kilimo cha kisasa kinachozingatia matumizi ya teknolojia na kanuni za kisayansi ili kuongeza tija na kipato cha mkulima. Taarifa zaidi na Epema Kosaponari anatueleza zaidi. Wito huo umetolewa na afisa masoko kampuni ya mbolea Tanzania TFC mkoa wa Mbeya na Songwe Laurent Otaru, na kueleza kuwa matumizi sahihi ya pembejeo ni msingi wa kuongeza uzalishaji na kuinua kipato cha mkulima. Sasa hivi kilimo ni sayansi na kilimo ni biashara. Tuepuke sana za zamani za kwamba kutokutumia mbolea mazao yatatoka mengi, hapana. Kwa hiyo rai yangu wakulima tutumie mbolea hizi ambazo zipo kwenye mfumo wa ruzuku. Tumeelekeza namna bora ya utumiaji wa mbolea zetu kuanzia stage ya kwanza pale mmea unapochepua mpaka pale muda wa mavuno. Mkurugenzi wa kampuni ya mbolea ya Neolife kanda ya Nyanda za Juu Kusini Steven Sumie ameishukuru serikali kwa kutambua pia ubora wa mbolea za asili
na kuziwekea ruzuku kutokana na ubora wake katika uzalishaji. Hakuna sumu yoyote ndani ya hii mbolea yetu ya Super Grow. Lakini pia ni shukuru serikali kwa kutambua umuhimu wa mbolea hii au kirutubisho hiki. Kabla hawajaweka ruzuku, dumu hili tulikuwa tunanunua kwa shilingi 200,000 na shilingi 500. Mbolea yetu ya Super Grow wakulima wengi wametumia na wameona matokeo mengi walioyapata. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa wakulima kwa sababu wanaendelea kufurahia na inatumika kwenye mazao yote. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel. Haya, mtazamaji, maonyesho ya 88 yaliyofanyika jijini Dodoma yamekuwa zaidi ya sherehe za wakulima baada ya mamia wa Tanzania wakiwemo wanafunzi kutumia fursa hiyo kujionea na kufurahia vivutio mbalimbali vilivyoandaliwa ikiwemo bustani za wanyama hai pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kwa njia za asili. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Nimefurahi kumwona mnyama tembo kwa sababu ni mara yangu ya kwanza. Na nikiwa mkubwa natamani niende mbugani. Nimefurahi sana kumuona simba kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kumuona. Ni hadithi halisi zinazotengeneza kesho yenye furaha baada ya kuona fahari ya taifa lao. Kwa mujibu wa afisa mhifadhi mkuu kitengo cha utalii Emmanuel Lalashe, anasema mnyama aliyevutia wengi ni tembo ambaye kwa mara ya kwanza ameletwa katika bustani hizi. Kundi lilikuja kijijini kunywa maji. Bahati mbaya wakati wanarudi porini akakwama kwenye tope. Alikuwa na miezi 4 wakati huo. Kwa hiyo wananchi wakatupigia simu huko wilayani Babati, tukaenda tukamchukua. Tulitafuta hilo kundi kwa muda mrefu lakini hatukulipata. Kwa hiyo tukampeleka kwenye bustani yetu ya wanyamapori inaitwa Tabora Zoo iko Tabora, tukaanza kumtunza. Kituo kilichofuata ni kiwanda cha kutengeneza nguo kwa kutumia mashine ya mkono. Nilikuwa najua anagonga vitu. Kwa hiyo sikujua kama ndo tayari anatengeneza nguo. Kwa hiyo nilipomuuliza akaniambia unaweza ukatengeneza nguo, mtu anafanya kule anasuka sijui anafanyaje. Kwa mimi kilichonivutia ni uzi huu. Wanahisi labda kwamba mimi hapa nina muziki ambao nipo katika ngoma za asili. Ndivyo wanavyohisi katika vichwa vyao, katika akili yao. Wanahisi ni ngoma za asili, lakini kiuhalisia hii ni utengenezaji wa nguo kwa kutumia mashine za mikono. Mwalimu Nyerere ndio alileta hii idea kutoka India. Alipofanya ziara akapelekwa India kule, alipoangalia yule mama akampeleka vijijini akakuta wanazalisha hizi nguo kwa wingi sana. Ndio mwalimu akamwambia, Mlamba alikuwa mkurugenzi wa SIDO, akamwambia bwana, tukirudi Tanzania mje na hii idea tunaitaka ifanye kazi haraka. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Wajumbe wa kikao cha 17 cha bodi ya barabara mkoa Geita wameomba wakala barabara Tanzania TANROADS kufanya maboresho ya taa za barabarani, wakieleza kuwa taa zilizopo kwa sasa hazina ufanisi unaotarajiwa. Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza. Katika kikao hicho, miongoni mwa wajumbe walioibua hoja kuboreshwa kwa taa za barabarani ni mbunge wa jimbo la Geita mjini Chacha Wambura, katibu tawala wa wilaya Chato na kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Kuna taa zinamaliza miezi 6 hazifanyi kazi. Sasa kwenye yule mkandarasi wetu anayetuletea taa tuweke makubaliano mazuri ili mwisho wa siku zile taa tuweze kuona zinafanya kazi kwa muda. Pale Chato kuna changamoto ya taa za barabarani. Je, mamlaka hizo mbili zinatusaidiaje katika kuhakikisha kwamba taa zile pale Chato zinaweza kufanya kazi barabara? Mitaa hii ambayo tunaiweka lami, wakati mnaweka lami basi tuweke na plani ya kuweka na taa za barabarani, kwa sababu tukishaweka tu lami huo mji unaongeza ukubwa, lakini shughuli za kibinadamu zinaongezeka. Akijibu hoja hiyo, meneja wa TANROADS mkoa wa Geita mhandisi Hosea Machaka amekiri kuwepo kwa changamoto katika mfumo wa taa hizo na kusema kuwa tayari hatua za utatuzi zimeanza kuchukuliwa. Na kwa mwaka huu wa fedha tumeshaziangalia zile taa, tutaangalia mwisho wa bajeti, tutatumia bajeti zetu saving kuangalia tutengeneze taa ngapi. Tutakuwa tunaenda kwa awamu hivyo kutokana na upatikanaji wa fedha. Kwa wilaya Bukombe, Paskasi Muragili amewataka wahusika kuhakikisha hoja zote zilizojadiliwa kwenye kikao hicho zinachukuliwa kwa uzito na kufanywa kazi kwa wakati. Hoja hizi mkiziangalia kiundani na watu wamezungumza kwa hisia nzito sana, zina uzito wake. Tusichukue tukazifanyie kazi. Natoa ahadi ya kuendelea kushirikiana
na yale ambayo yameamuliwa hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, basi tunayapokea na kwenda kuyasimamia ipasavyo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo Mrisho Sadik kutoka Geita inatupa sasa na kupata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa na kuja na habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.